Zahmidi TV. وأوعد فعفا والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الشرفاء وآله وصحبه أهل الكرم والوفاء ومن سار على نهجه إلى اللقاء. Amma baad, wahudhuriaji katika jambo hili jema la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akina baba kwa wamama, tukiongozwa na meza kuu chini ya sahibul maqam, murabbi wetu Sheikh Ali ibn Sheikh Muhyiddin wa Mkoyogore, mjumbe wa baraza la ulama taifa, mwalimu wetu, mzee wetu, mimi pia shekhe wangu Sheikh Hamid ibn Sheikh Masudi Khatibu wa Jongo, baba yangu Sheikh Talib Ahmad Abdallah, udhu wa hayati ulama, na wenyeji wetu wa hadhara hii, na sisi walimu wa madrasa. Basi turidhie kwa kutajwa kwa mwalimu na mudir wa madrasatil Ihya, kaka yangu Sheikh Ramadhani Katundu El-Kasaji, ambaye pia ni mjumbe wa baraza la mashekhe wilaya yangu mimi ya Temeke. Nimeamrishwa niseme, na nilijua wazee wangu watanihurumia kwa uchovu, lakini najua kipo walichokilenga, hata kama sikijui mimi, inalazimika niridhie kwa kujua wao kwa nini wamenambia niseme. Na kwa amri hiyo niwaombe nisitoe mawaidha, niseme maneno. Na maneno haya nayasema kwa ajili yetu sisi sana vijana. Mabwana, mwanadamu wana majukumu kwenye maisha. Na uwapaswa uyajue majukumu yako kwenye maisha, uyazingatie majukumu yako katika maisha, lakini usimame kidete kutekeleza na kusimamia majukumu yako ambayo ni 7. Kila unapoishi kagua katika 7 haya na yafanyia kazi. Ustadhi Madad, niliyemkuta alikuwa anatuhimiza tuwe na matumizi bora ya akili. Kuwa na akili ni maumbile. Mwanadamu lazima awe nayo akili. Tatizo, unazitumia ipasavyo?
ule mkato wa maneno kwamba huyu hana akili, si kweli kwamba hana, anazo, lakini anaishi kana kwamba hana. Msemaji wa pili akalichukua dude linaloitwa akili, akalitaka liwe ni kiwanda cha kutafakari katika matendo. Pale unapokuwa na mzuka, mtazamo, kihemwehemwe cha kufanya jambo, kwanza lichuje, likague, lichekeche, huja ukala wali na michanga mingi, usione raha ya wali huo. Tafakari. Kwa msemaji niliyemsikia, nimeambiwa ni wa pili, na yule wa pili ambaye sasa atakuwa watatu, mimi nimeamua nsitoe mawaidha, niseme majukumu yetu ni 7. Soma vizuri. Jukumu la kwanza, Sheikh Kigumi, jukumu la kwanza ni wewe mwenyewe. Maisha yako ni jukumu lako. Hili ni jukumu la kwanza. Kila mmoja katika sisi atulize kichwa, maisha yake ni jukumu lake. Simama kidete kuyatengeneza, kuyasimamia, kulinda heshima. Maisha yako ni jukumu lako. Usikae ukategemea eti unasubiri uambiwe piga mswaki. Hayo ni maisha yako, jukumu lako mwenyewe. Usisubiri uambiwe fua, na wewe tena vimaji kidogo na kuchanyata. Hili ni jukumu lako. Swali, hivi kila mmoja anayasimamia vyema maisha yake? Hili jukumu la kwanza. Usije ukakaa hautaki kujishughulisha na chochote. Mungu ataleta inshallah. Wewe utakuwa unamtegea Mungu, humtegemei Mungu. Usimtegee Mungu, mtegemee Mungu. Penye kishamba katikize, penye vizege kabebe, penye vitofari kafyatue, penye kibarua nenda katangaze wauza karanga. Maisha yako ni jukumu lako, ni jukumu la kwanza katika 7. Unapoyatengeneza maisha yako kuwa ni jukumu lako, jukumu la pili, wazazi wako. Akitokea mtu kumpelekea msuli babako, usije ukasema ndiyo jukumu lake huo msaada tu, lakini kuvaa mzazi wako, kula mzazi wako, kustirika pa kukaa mzazi wako, kutibiwa atapoumwa mzazi wako, ni jukumu lako. Anapofedheheka mzazi wako, tafsiri yake wewe umetelekeza jukumu lako. Kwa nini mzazi wako anatembea hana nguo zinazomstiri? Ni jukumu lako. Na yule aliye mdogo, huyu aliye mdogo huyu, wewe baba, wewe babu, wewe mjomba, unatakiwa umfundishe maisha. Asante. Ajue kwamba mimi naandaliwa na baba ili kuja kumlea baba.
siku zote anayecheka mwisho ndio anacheka vizuri. Wewe unalelewa leo ili uje kumlea baba kesho alelewe vizuri. Wakati mwingine tunawalaumu watoto hawatujali, hatukuwajenga hivyo. Mwanao umemuandaa kwamba jukumu lake kuja kukulea. Utamfundisha tajwidi, mifiki, minahau, midubuasha gani, lakini unamjengaje kiakili na kimoyo, ajue mzee huyu anayafanya kwa ajili yake na mama. Ametaja bwana mkubwa mambo ya mantiki. Wenyewe wanasema watu wa mantiki, innahu laisa ma yanfailu falkullu yufalu. Hakuna kitu kinajifanya chenyewe kikakurupuka tumaiki. Kila unachokiona kimefanywa kuwa hivyo. Kurupu kofia, haiwezekani. Kofia kuna mtu katengeneza imekuwa kofia, basi haiwezekani. Kurupu paja, yupo aliyelifanya liwe paja, wa huwa Allah. Unasema jamaa yule pale alipokuja kwenye rasti pale, basi haikuwa rasti, kuna watu wameitengeneza iwe rasti. Haiwi tu. Jukumu la pili, wazazi wako ni jukumu lako. Kila mmoja, na hasa wakati tuliokuwa nao. Umia kwa kudhalilika babako, umia kwa kudhalilika mamako. Dunia ya leo, kwa sababu watu hawakujengwa kuthamini na kujali wazazi, mtoto ndio anakuwa wa kwanza kumtangaza baba yake mchawi. Kwa hiyo mzazi anadhalilika, sababu nani? Mtoto. Waman yahun yasuhulil hawanu ale mali jurhin bimayitin ilamu. Yeyote atakayeamua mwenyewe kujidhalilisha, inakuwa rahisi watu wengine kuendeleza kule kumdhalilisha. Inakuwa tena kama kumsukuma mlevi. Mlevi si anatembea hivi, sasa ukimsukuma tena si anaanguka kirahisi. Yeye mwenyewe anapotembea anataka kuanguka. Akafanya tashbihu dhimni, mali jurhin bimayitin ilamu. Kamwe haiwezi kuwa jeraha likamtia machungu aliyekufa. Hawezi kulia maiti anaumia, kashakufa. Na we huwezi kulalamika kwa sababu ulianza mwenyewe kujidhalilisha. Ulimtusi, ulimdhalilisha babako ama mamako. Watu wakimtukana huwezi kununa, pengine utatia taukidi, niulizeni mimi baba yangu mwenyewe namjua yule mwanga yule. Kumbe wazazi wako ni jukumu lako. Una mchango gani katika heshima na nidhamu ya babako? Kama umheshimu babako, ukastiri kile unachokiona, ama mamako, hivyo utamstiri shehe wako? Ndio unakuta vijana wa leo, sisi tunasema mi kweli mwalimu wangu Sheikh Twalibu, lakini yule mzee miayusho yule. Yani shehe tena anakuwa nani? Miayusho. Jukumu la tatu, Mr. Mawaidha anasema tu, jukumu la tatu, watoto wako. Hapa kuna kosa hapa. Kuna watu wanamtanguliza mke samani, mtoto baadaye. Pamoja mke ndiyo kiwanda cha mtoto. Shekhe, mke anaweza kubadilika, mtoto hawezi kubadilika. Watoto wako ni jukumu lako. Jukumu hili la tatu, unasimamia vipi masomo ya wanao? Unasimamia vipi maadili ya wanao?
Unasimamia vipi uvaaji wa mwanao? Iyo katakei sharrul bariya, baba huioni? Sharobaro sharrul bariya inavaliwa nusu mlingoti, baba huioni? Mama huioni? Watoto wako ni jukumu lako. Aina ya marafiki wa watoto zako huwaoni? Jukumu lako, watoto wako. Mshike mwanao, mpende, hata kama dunduka ndio Mungu kakupa huyo. Mzee Abdallah kapewa mtume. Mzee Abdallah yeye kapewa mwanawe awe nani? Mtume Muhammad. Lakini mzee Rashidi kapewa Muharrami. Sasa atamsusia nani? Unamtaka singa wako uliyepewa na Allah, mkumbatie lugha ya Mungu. Wala nabeluwannakum bishaiin. Kuna watu wanafikiri aya ya msiba, kumbe hii ni aya ya maisha, sio aya ya msiba. Ima bwana. Zahmidi TV.